ni uaminifu. Jambo la pili linaloweza kutusaidia kupata matokeo ya upendo wa Mungu ni uaminifu. Jambo la pili linaloweza kutusaidia kupata matokeo au kuona upendo wa Mungu katika maisha yetu ni uaminifu. Kabla tujaangalia kwenye maandiko, niko maelezo machache. Uaminifu ni tabia ya Mungu. Uaminifu ni tabia ya Mungu. Kama tunapendana na Mungu, kama Mungu ni rafiki yetu, kama tulivyosoma siku zilizopita kwenye Biblia, anapowaambia wanafunzi wake, siwaiti tena watumwa bali rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Na alitoa na maelekezo ya namna nzuri ya kumpenda Mungu, kwamba kumpenda Mungu kuliko bora ni kumpendana sisi kwa sisi. Ndivyo Biblia inazungumza kwamba huwezi ukasema unampenda Mungu usiyemwona wakati unamchukia jirani yako unayemwona. Kwa hiyo tunapozungumza kumpenda Mungu lazima uunganishe pamoja na kupendana sisi kwa sisi. Tukipendana sisi kwa sisi, tunakuwa tumefika kwenye viwango vya kupendana ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa jambo la pili ambalo linaweza kutusaidia kuona upendo wa Mungu kwenye maisha yetu, jambo la pili linaweza kukusaidia kuona upendo wa Mungu kwenye maisha yako binafsi ni uaminifu. Na uaminifu ni tabia ya Mungu. Kama sisi ni marafiki na Mungu, kama sisi tunapendana na Mungu, hatuwezi kudumisha urafiki kama hatuna tabia inayofanana na rafiki yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hatuwezi kufika mahali pa kuona upendo wa Mungu kama rafiki yetu tusipokuwa waaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Uaminifu ni kitu kipana. Inawezekana labda mpaka tunamaliza tukatembea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu ana tabia nyingi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimeona kwenye huu ujumbe nichukue hii tabia ya uaminifu, kwa sababu ukisoma Biblia pia uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunaelewa tunda manake ni matokeo yanayopatikana kwenye mti. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unapotaka kuziangalia tabia za Mungu, miongoni mwa tabia unaweza kuikuta ni pamoja na tabia ya uaminifu. Tunaupima uaminifu wa Mungu kwa utimizaji wake wa ahadi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Mungu anataka sisi tuwe waaminifu. Na kwanza nizungumze hapa, miongoni mwa vitu ambavyo vinapotea kwa kasi kubwa sana kwenye jamii, kwenye kanisa ni pamoja na tabia ya uaminifu. Yaani miongoni
spidi kubwa ni pamoja na uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Maeneo mengi, mimi nimefanya research, maeneo mengi hata ibadani uaminifu haupo. Siku hizi mchungaji ndio nisamehe, hivi unajua siku hizi tumeshahalalisha mtu anaweza kaja kanisani kwa mwaka mara moja mara mbili anatuma sadaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni uaminifu. Uaminifu kwa maeneo mengi. Kuna mtu mwingine uaminifu shida yake ni kwenye fedha, na mwingine hana tatizo. Ni mlokole mzuri, ni mwimbaji mzuri, mzee wa kanisa mzuri, tatizo lake ni kwenye fedha. Ukishampa fedha unamwangusha. Yaani kuna mtu kitaka aendelee na wokovu, usimpe fedha. Jina la Bwana libarikiwe. Ni sio mwaminifu. Lakini kuna mtu mwingine kwenye fedha hana tatizo. Ukitaka aendelee na wokovu, usimkalishe karibu na wasichana wazuri. Yaani pitisha mbali kabisa. Yaani akakaa eneo ambalo wanapatikana mabinti wazuri, lazima akute. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nazungumza uaminifu. Ni eneo muhimu sana kama tunataka kukaa na huyu Yesu kama rafiki yetu. Ni lazima tuwe na tabia kama ya rafiki yetu Yesu. Hatuwezi kutembea pamoja na Yesu wakati tabia zetu hazifanani. Hatuwezi kutembea wala hatuwezi kupata matokeo ya upendo wa Yesu Kristo. Akituangalia ataona tuna tabia nyingine na yeye ana tabia nyingine, na ndio maana amenituma jioni ya leo nizungumze na wewe ndani ya Yesu Kristo. Uelewe ya kwamba unahitaji kuwa mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ngoja nizungumze kipengele kimoja. Kama unataka kuandika ibada ni kipimo kinachotumiwa na Mungu kupima uaminifu wetu kwake. Ibada ni kipimo kinachotumiwa na Mungu kupima uaminifu wetu kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia kitabu cha Danieli sura ile ya 3. Kianzia mstari ule wa 12 tutaruka, lakini tutaruka tena tutaangalia sura ya 6. Unisikilize vizuri. Mbe Yesu anaweza akawa rafiki yako katika mazingira yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Alimradi anachotaka kukiona kwako ni uaminifu. Sijui kama unanipata vizuri, kwamba Yesu Kristo hana mazingira ambayo anaweza kuainisha kuwa rafiki yako. Hana mazingira. Ndio maana nataka ufahamu utofauti wa urafiki wa mwanadamu na urafiki wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba ninyi mmekuwa rafiki